Jumla ya waliohojiwa ni watu 1976, wanawake walikuwa 988 na wanaume walikuwa 988. Kwa hiyo tulijitahidi kama taasisi kuhakikisha kwamba idadi ambayo tunaihoji kwa madhumuni ya kupata maoni yao kuelekea uchaguzi mkuu inakuwa na uwiano wa 50-50 baina ya wanawake na wanaume. Kati ya hao watu 1976 waliohojiwa, 29% walikuwa na umri kati ya miaka 18 hadi 25. Na 32% walikuwa na umri kati ya miaka 26 hadi 35. Na 13% walikuwa na umri kati ya miaka 36 hadi 45. 17% walikuwa na umri kati ya miaka 46 mpaka 56. Na 9% walikuwa na umri wa miaka 56 na kuendelea. Takwimu za kiwango cha elimu zinaonyesha 14% katika wale 1976, 14% walikuwa na elimu ya msingi, 57% walikuwa na elimu ya sekondari, 28% walikuwa na elimu ya chuo kikuu na 1% walikuwa na elimu nyingine. Kwa hiyo mnaweza mkaona pia sio tu kwamba ni utafiti uliojumuisha makundi yote ya watu ambao wana sifa ya kupiga kura kwa mujibu wa katiba, kwa maana kuanzia miaka 18 na kuendelea, lakini pia ulijumuisha watu wenye ngazi mbalimbali za elimu. Ndio maana tukasema kwamba matokeo haya ni matokeo ya kisayansi kwa namna ambavyo data za waliohojiwa zinaenda sambamba na kile ambacho sisi tunaamini kwamba ndio sayansi yenyewe. Mwelekeo wa siasa, 81% ya walioshiriki walijipambanua kuwa ni wafuatiliaji wa michakato ya kisiasa nchini. 81%, kwa sababu tunapowahoji lazima tuwaulize, je, mnafuatilia siasa? 81% walisema ndio, sisi tunafuatilia siasa nchini. 19% hawakuwa wafuatiliaji wa michakato ya kisiasa kati ya wale 1976. Kati ya wafuatiliaji wa michakato ya siasa, 43% walikuwa wanawake. Yaani wale 81% ambao walisema sisi tunafuatilia siasa, 43% walikuwa wanawake na 57% ni wanaume. Aidha, na hii of course ni swala la kawaida, wanawake mara nyingi ni wapiga kura zaidi kuliko kufuatilia siasa. Aidha, katika kundi la wafuatiliaji 19% ni watu wenye elimu ya msingi, 55% wenye elimu ya sekondari, na 26% walikuwa wenye elimu ya chuo kikuu. Kuhusu ushiriki katika mikutano ya kampeni ya vyama vya siasa kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, ubunge na udiwani, 53% ya walioshiriki utafiti wameshiriki katika mikutano ya kampeni ya vyama vya siasa. Kwa hiyo pia tunapata figa kwamba tulikuwa tuna watu ambao tumewahoji, 53% ni watu ambao sio tu kwamba wanafuatilia, lakini pia wanashiriki kifizikia katika mikutano ya kampeni. Kati ya waliohudhuria kwenye mikutano ya kampeni, 76% walihudhuria mikutano ya kampeni ya CCM. 2% walishiriki mikutano ya kampeni ya Chauma, 15% wameshiriki mikutano ya kampeni ya ACT Wazalendo, 7% wameshiriki katika mikutano ya kampeni ya chama zaidi ya kimoja. Matokeo ya utafiti yanaashiria kuwa 46% ya walioshiriki kura ya maoni wameonyesha kushawishiwa na sera za vyama vya siasa, ambapo 54% wameonyesha kutoshawishiwa na sera za vyama vya siasa. Kwa hiyo watu wameshiriki na katika kampeni, 46% walishawishiwa, 54% wameonyesha kwamba wao hawakushawishiwa na kile walichokisikia katika kampeni. Aidha, kuhusu kushiriki kupiga kura, tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, 83% ya walioshiriki kura ya maoni wamethibitisha kushiriki katika kupiga kura, kwamba katika wale watu 1976, 83% wamethibitisha kwamba watashiriki kupiga kura. Kumbuka 100% ya watu ambao tumewahoji ni watu ambao sio tu walikuwa na sifa ya kupiga kura, lakini walikuwa wamejiandikisha na wana vitambulisho vya mpiga kura. Kura ya maoni ya uraisi. Ikiwa uchaguzi mkuu utafanyika hivi sasa,
asilimia 84.5 ya walioshiriki kura ya maoni wameonyesha kuwa watampigia kura mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM. Asilimia 8 walibainisha kuwa kura yao ni siri yao. Asilimia 3 watampigia mgombea wa Chama cha Ukombozi wa Umma kwa maana ya Chauma. Asilimia 3 watampigia mgombea wa Civic United Front kwa maana ya CUF. Asilimia 1.5 National Convention for Construction and Reform NCCR Mageuzi. Kwa hiyo hii ndio ambacho tulikiona hasa katika matokeo ya uraisi. Tulikuwa tuna watu 1976 na asilimia 84 walisema sisi tutampigia mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na asilimia 8 walisema sisi bwana ni siri yetu, hatusemi. Lakini asilimia 3 watasema sisi watu tutampigia Chauma. 3 wakasema tutampigia CUF, na asilimia 1.5 walisema NCCR Mageuzi.